pia wamekuja hapa kwa niaba ya timu nzima ambayo inaendelea pale katika viwanja vya shule ya msingi Bariadi. Na kwa kwanza tufahamu kwa undani zaidi jina yako Emmanuel na cheo chako zaidi. Naitwa Emmanuel Milanzi. Ndio. Ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa mikono mkoa wa Simiyu. Kwa kwanza tufahamishe nini hasa malengo ya 8 mwezi huu wa 3, na tunategemea kuhitimisha tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2025. Na malengo yake hasa ni yapi? Malengo yalikuwa ni mengi, lakini moja kabisa ilikuwa ni kufanya mchezo huu uwe pendwa katika mkoa wetu wa Simiyu. Lakini mbili yake tulikuwa tunategemea kwamba tuandae makocha ambao wana mzuri katika kufundisha mchezo huu. Lakini 3 ni kuhakikisha kwamba tunapata waamuzi ambao wanakwenda kufanya vizuri zaidi katika nyanja mbalimbali, kwa maana kwamba kuanzia ngazi za halmashauri mpaka kitaifa. Mwitikio ukoje? Mpaka sasa hivi tunapozungumza tulikuwa na jumla ya washiriki 32 kutoka katika halmashauri zote za mkoa huu wa Simiyu. Lakini pia tulikuwa na mshiriki mmoja kutoka nje kabisa ya mkoa wa Simiyu. Na kwa ujumla mafunzo yalivyokwenda, mapokeo ya hao walengwa yanakusudiwa kufikia kwa undani zaidi? Naam, malengo mpaka sasa hivi tunasema kwamba tayari yamekwisha kufikiwa, kwa maana kwamba washiriki wamepata vile vitu au ujuzi ambao tulikuwa tunategemea tuufikishe. Tumeona kwamba ujuzi ambao upo katika maeneo yetu haya katika mchezo huu wa mikono, kwa maana ya mpira wa mikono, kwa maana handball, ulikuwa haupo katika weledi sana. Lakini kwa sasa hivi tunategemea kwamba makocha waliotengenezwa, waamuzi waliotengenezwa wanakwenda kufanya vizuri sana katika nyanja hii ya michezo. Wakufunzi wametoka wapi? Mkufunzi wetu ametoka Commission ya ufundi katika chama cha mpira wa mikono Tanzania, kwa maana ya TAHA, na ingawa anaishi maeneo ya Bunda lakini yupo katika mkoa huu wa Simiyu. Haya, nashukuru sana. Pengine tutarajia tena kwako, tuje kwake Jigamba, pengine cheo chako tufahamu pia, na kutuambie sasa kwa namna ambavyo mafunzo haya yanavyokwenda, nini mategemeo ya wanasimiyu? Kwa jina naitwa Jigamba Charles. Ndio. Ni katibu wa mpira wa mikono katika mkoa wa Simiyu. Tutegemea nini mara baada ya mafunzo haya? Mwenyekiti amezungumza hapa kwamba watu wamefundishwa uamuzi wakati mwingine na hata kufahamu mpira huu wa mikono. Asante. Matarajio ya mafunzo haya ya mpira wa mikono ni kwamba tunatarajia kuwa na timu bora zaidi, kwa maana kwamba asilimia kubwa ya washiriki ambao wanashiriki mafunzo haya ni walimu. Sasa kama ni walimu, basi walimu hawa wako katika ngazi mbalimbali. Kuna walimu msingi, lakini pia kuna walimu wa sekondari. Mwishoni mwa mafunzo haya tunatarajia kupata makocha wazuri ambao watasaidia watoto wetu pindi wanapokuwa wanafundisha mchezo huu washiriki mashindano mbalimbali. Kwa maana ya msingi watashiriki mashindano ya mtashumta kuanzia ngazi ya chini hadi ngazi ya taifa ambayo yanatarajiwa kufanyika mwezi wa 6. Mchezo huu pengine unaweza kuwa ni mgeni kwenye masikio ya watu wengi, hasa watu wazima walioko mitaani. Pengine ninyi mnafanyaje sasa kuhakikisha kwamba jamii inaofahamu mchezo huu? Na ndiyo maana tumeandaa kozi hii ambayo itawafanya watu sasa waanze kuupenda huu mchezo. Unajua, kabla watu mashule mengi au sehemu nyingi zilikuwa hazichezi kabisa mpira wa mikono. Lakini kwa sababu ya ujio wa kozi hii nimeona watu wameupenda mchezo na wameahidi kwamba pindi watakapokuwa wametoka katika mafunzo haya basi wataenda kufanya vizuri, kwa maana ya kufundisha watoto, sio watoto tu, lakini pia na hata timu za watu wazima. Umezungumza washiriki wengi ni wale wafanyakazi, hasa walimu. Ndio. Jamii, wananchi wa kawaida nao pia walikuwa wanaruhusiwa kushiriki ama pengine tu hawajaja? Wananchi wa kawaida wanaruhusiwa kushiriki na ndio maana hata wa halmashauri hapa Simiyu na walivyoona mchezo ukiendelea
kwa kweli walifurahia sana, walivutiwa sana na wakaahidi ya kwamba pindi mwenyekiti kozi kama hii. Na hawa wahitimu wakishamaliza mafunzo haya tutegemea kuwaona tu wakiwa mashuleni ama hata watasambaa ngazi ya mitaa kwa ajili ya kuwafundisha hawa watu wengine wazima na hata wanafunzi waliohitimu masomo yao pengine wako mtaani? Yeah. Hawa makocha ambao wanapata mafunzo haya sio kwa ajili tu ya wanafunzi, hapana, ni kwa ajili ya watu wote ambao watavutiwa na huu mchezo, lakini kwa sababu wanaenda kuanzisha programu ya kufundisha huu mchezo na imani kabisa hawa watu watapenda mchezo wa mpira wa mikono na jamii nzima itahamasika kucheza mpira wa mikono. Nani hasa ambaye anawajibika kucheza mchezo? Lika gani hasa ambalo linafaa? Lakini pia kwa upande wa jinsi. Kwa upande wa jinsi, nianze na upande wa jinsi. Upande wa jinsi ni jinsi zote wanacheza huu mchezo, sababu huu mchezo unachezwa na wachezaji 7 uwanjani. Na wanaanza kushiriki watoto kuanzia umri wa miaka 6 na kuendelea mpaka umri wa mtu mzima. Wanaruhusiwa kushiriki na kucheza mchezo huu. Na mimi nashukuru sana na hapa turejee kwa asante sana kwa Mwalimu Emmanuel. Mbalimbali kutokana na kukosa wataalamu. Kwa hiyo tunategemea sasa baada ya kuwa tumepata mafunzo haya tutaongeza wataalamu ambao watakwenda kutengeneza viwanja japo vitakuwa si vya ubora wa hali ya juu, kwa maana kikawaida viwanja vile vinatakiwa viwe labda na cement na au namna nyingine nzuri, lakini kwa sababu ya mazingira na vitu vingine tunategemea kwamba angalau basi katika shule mbalimbali, katika taasisi mbalimbali tutapata viwanja ambavyo vinaweza kutumika wakati tunajiandaa kuhakikisha kwamba tunapata uwanja ambao utakuwa ni mzuri kupitia vyombo mbalimbali. Kwa hapa Simiyu huko angalau hivi venye wafadhali vipo wapi? Kwa upande wa mkoa wa Simiyu viko sehemu mbalimbali. Tunao uwanja upo Bariadi shule ya msingi, tunao uwanja ambao upo Sima, tunao uwanja ambao upo Ruguru, lakini pia katika halmashauri mbalimbali viwanja hivi vinatengenezwa, lakini hasa katika maeneo ya shule ndio viwanja hivi utavikuta. Mimi nawashukuru sana. Labda mbali na hao watu wazima wamesema kwamba pia wanafunzi mnawalea sana, pengine kuna vitalu ambavyo mmevitengeneza kwa ajili ya kupata matunda hapo baadaye? Vitalu ni vingi. Kwa mkoa wetu wa Simiyu vitalu vya mchezo huu wa mpira wa mikono kwa maana handball kutoka muda mrefu. Hasa katika halmashauri ya wilaya ya Itilima tulikuwa na kitalu ambacho kinaitwa Ruguru shule ya msingi ambacho kilikuwa kinalea watoto wa shule ya msingi lakini na watoto wa sekondari, na hata katika wakati bonanza hili linaendelea tulishiriki nao kwa maana ya mafunzo. Tumeshiriki nao, lakini watoto hawa wamekuwa wakishiriki katika mabonanza mbalimbali, lakini pia tunategemea sasa baada ya kutoka hapa watoto hawa tunakwenda kuwatengeneza vizuri zaidi ili kuhakikisha kwamba wanakwenda sasa kuingia kwenye soko la ushindani, hasa katika mashindano mbalimbali ambayo yamekuwa yakiandaliwa na vyama vya michezo. Na mimi ni kushukuru sana, na pengine tutaendelea kuwasiliana zaidi kujua pengine mwendelezo wake huko masuala haya. Labda katika kuhitimisha, pengine mna timu ambayo ni ya ngazi ya wilaya ama ya mkoa ambayo imekuwa ikionyesha ushindani kwenye ngazi ya taifa hata kwenye mashindano makubwa ya kidunia? Kwa kweli habari ya timu tunayo ambayo ni timu ya mkoa na imekuwa ikishiriki mashindano mbalimbali kwa maana ya ngazi ya taifa. Tunao wanafunzi ambao wako msingi katika wilaya yetu ya Itilima pale shule ya msingi Ruguru, lakini pia tunao wanafunzi vile vile wanaopatikana katika maeneo haya ya Bariadi ambao pia nao wameshiriki katika mashindano mbalimbali kwa maana ya UMTASHUMTA na UMISETA ngazi ya taifa. Na ukiangalia michezo mingine wanakuwa na mashindano kwa ajili ya kupata bingwa ambaye atawakilisha wilaya. Wapata matawabu, huu mchezo ulikuwa bado haujafahamika sana. Tulikuwa tunashiriki mashindano haya kwa maana ya ngazi ya UMTASHUMTA tunapokuwa tunakutana pale mkoani. Wilaya zote ambazo zinapatikana katika mkoa wa Simiyu zinapokuwa tunafanya haya mashindano, maana yake wanacheza hawa watoto, tunaunda makundi ambayo yatakuwa yanafanya kwamba atakayeshinda basi anaingia robo finali, nusu finali na mpaka finali. Basi hapo tunampata bingwa.